ikawa nafika siku nyingine, hamna kwenda shule, leo twende shambani. Tunaenda kumwagilia mashambani usiku, maana kuna muda ni kilimo cha umwagiliaji kwa mkoa wa Morogoro, hasa kipindi cha viazi, kabichi hizi ndio unakuwa kipindi cha umwagiliaji. Kwa hiyo baada ya kwenda shule utakuta mnamwagilia shamba, au ikitokea mkampata zamu ya kumwagilia usiku, inafika saa 9 ya usiku na ndo najiandaa uende shule, ambao unatakiwa saa 11 utoke nyumbani, maana shule ya sekondari ilikuwa mbali sana. Ni mbali, yani takriban masaa 2 kwa kutembea kwa mguu, na milima. Unapigwa na umande njiani, inabidi hata uniformu ukavalie shuleni. Kwa hiyo na mimi kwa vile nilikuwa na uhitaji wa shule, nikaona nitapambana ili nifanikiwe. Sababu kutokana pia na kijijini kupewa zile sifa, mtoto ana akili sana, mtoto atafika mbali sana. Kwa hiyo ilikuwa inanitia moyo kwa watu kuniambia vile, nikajua mimi nitakuwa mtu mkubwa kwa baadaye. Baada ya hapo mama huyo mama mdogo, mama wa kambo, alikuwa na watoto wengine ambao nao wa kike. Sasa katika watoto wake wengine, wengine walishakuwa na wanaume tayari, walishaolewa, ambao wawili walikuwa nasoma, mmoja akapata ujauzito akiwa shuleni, mwingine alifeli, ambao tulikuwa tunasoma wote darasa moja. Sasa alifeli darasa 7. Na kipindiko usafiri ufaulu kwa wanafunzi ilikuwa ni shida. Yaani unakuta darasa zima mnaweza mkafaulu wanafunzi 4 5, tofauti na sasa hivi mnaweza mkafaulu darasa zima. Ilikuwa ni ufaulu ni wachache sana. Sasa yeye kama kile kitu akikumpendeza, mimi kwa nini some? Mwanae amefeli, kwa hiyo anaona kama vile yani haipendezi kwa mimi kusoma kwa wakati ule, kama baba atakuwa upande wangu mimi. Na ukiangalia baba alikuwepo sana, kwa sababu sijui kwa vile sija kuwa naye kwa muda mrefu, alikuwa kweli mimi hawezi kunisikiliza sana shida zangu. Ilifikia wakati hadi nawaza, najiuliza huyu kweli babangu kweli? Lakini nisimkufuru Mungu. Inawezekana baba, japokuwa sijalelewa naye nisiseme mengi, kwa sababu nikashangaa baba mkubwa alikuwa ananijali kwa kila kitu, na ndio nilijua baba mzazi nitahitaji hiki atanipa. Mbona sasa kama ndo baba mzazi anashindwa kunitimizia mahitaji? Kweli nilikuwa roho yangu inaniuma sana, naweza nikakaa peke yangu nikaa nalia huku nikimkumbuka mama mkubwa. Yani nalia sana, kwa nini mama mkubwa umekufa, umefariki kwa niacha mimi sasa hivi nateseka kama hivi? Kana najipa matumaini ipo siku tu. Lakini katika kuendelea nikaona haya yatakuja kunishinda, maana nakosa muda wa kusoma, na kijijini ukiangalia hamna umeme. Kwa alikuwepo unatumia kibatari, inafika muda usiku wakati unahitaji kusoma inakuwepo saa 5 na mdogo kibatari kishaishia mafuta kinakaribia kuzima, unakosa ule muda. Kwa hiyo utaenda kulala, asubuhi tena utakiwahi kujidamka uende shule. Ukifika shuleni na njaa unakosa hata kusoma ukapata uelewa zaidi. Nikaona msaada uliokuwepo ni dadangu, nimtafute tena dada. Nikamwomba dada nihamishe shule, ambayo sio kwamba nataka niishi mjini, ila ningependa ni shule ambayo ningeweza kuwa karibu na napata muda wa kusoma. Dada akanambia subiri labda hadi ufike form 2 form 3 tutaangaa tufanye hiki. Nikamwambia dada, ila kwa hali inayopitia ni ngumu kwangu mimi. Sasa kibaya zaidi pale kwetu alikopo akija